أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Watukufu Waislamu, awali nikuhusieni kwa namna ambavyo ninaihusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fattaqullaha haqqa tuqatih, mcheni Mwenyezi Mungu ukweli wa kumcha. Na katika mazingatio ya leo, tumche Mwenyezi Mungu kwa kuzingatia mafundisho ya Uislamu juu ya matukio, kama ambavyo imepaswa kuelezwa mara kadhaa ya kuwa Qur'ani kimafunzo imegawanyika mafungu matatu: al-iman wa tauhid, mafunzo ya imani na tauhid; al-sharia wa hukmu, sheria na hukumu; at-tarikh wal qisas, historia na matukio. Hii ni package inayokamilisha mfumo wa mafunzo ya Qur'an. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema akitia msisitizo kwa Uislamu juu ya kuitegemea Qur'an katika kuendesha maisha. Sema inna hadha al-Qur'an, hakika hii Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, inaongoza na kuelekeza kwenye jambo lililo na msimamo wa sawasawa. Wayubashiru lmuminin, na Qur'ani hii inatoa bishara, taarifa njema kwa wanayoiamini na wakaifuata kama ilivyoelekeza, anna lahum ajran kabira, wanayo malipo makubwa kabisa, wanayo matokeo mazuri kabisa hapa duniani na hata siku ya Kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayosisitiza kurejesha jambo lako katika Qur'an. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatilia mkazo juu ya hilo, kwa maana katika maisha yetu yako mengi yanayopita, lakini unapotafuta uvumbuzi uende wapi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, taraktu fikum, nimeacha kwenu. Inawezekana mkapata wasiwasi kwa kuondoka kwangu. Taraktu fikum, nimeacha kwenu vitu ambavyo in tamassaktum bihima, in shartia, ikiwa kwa hakika, ikiwa mtashikamana navyo vitu hivyo vizuri. Hili ni sharti la kukutaka unapohitaji mafanikio wapi wewe. In tamassaktum bihima, ikiwa mtavishika vitu hivyo sawasawa, lan tadillu min ba'di abada, hamtapotea wala kuharibikiwa hata kama mimi nitakuwa sipo. Abadan, kama hilo halitotokea. Kitabullah wa sunnati, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama mafunzo yanayotafsiri yaliyomo katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mazungumzo yetu ni Uislamu na matukio. Rejea yetu ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukizingatia matukio ni sehemu ya mafundisho ya Qur'ani ambayo yanatutaka kurejesha kila tukio linalotokea kupata mwongozo na maelekezo katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama anavyosimulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an akizungumzia kisa cha Yusufu na ndugu zake. Laqad kana fi qasasihim ibra, hakika imekuwa katika matukio ya Yusufu na ndugu zake ibra, ndani yake yako mazingatio. Liuli al-albab,
kwa watu wenye kuwa na akili sawasawa, makana hadithi iftara, sio hadithi ya kubuni iliyotengenezwa kuwekwa pale ili watu wasichoke kusoma Qur'ani. Makana hadithi iftara, haikuwa ni hadithi ya kubuni, walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi, lakini kisa hivyo na visa hivyo vyote vilivyomo kwa Qur'ani, tasdiqa alladhi baina yadayhi, ni kielelezo kinachotoa ufafanuzi kwa yanayokuja baadaye, wa tafsira kulli shay, lakini ni uchambuzi wa kila jambo ambalo linaweza kutokea katika maisha yenu ya kila siku, wa huda, na ni mwongozo, wa rahma, na ni rehma, liqaumi yu'minun, sio kwa Yusufu na ndugu zake, liqaumi yu'minun, kwa watu walioamini, wakaamini kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakaheshimu maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakazingatia wasifu wa matukio namna alivyoweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakajifundisha kutoka hayo ili kupata tafsiri ya matukio mbalimbali yanayotokea katika maisha yao ya kila siku. Watukufu wa Islamu, hiyo ndiyo Qur'ani na ndivyo inavyotaka, na msisitizo wa Mtume Muhammad kama nilivyoeleza awali. Mtume Muhammad anasema, nimekuachieni vitu ambavyo mkivishika sawasawa. Mkivishika sawasawa si maana yake kila mtu awe na kopi ya Qur'ani nyumbani kwake kaweka karatasi. Hapana, yani kila mtu akisome kitabu cha Mwenyezi Mungu na akielewe. Kila mmoja wetu akielewe kitabu cha Mwenyezi Mungu na akizingatie. Kila mmoja wetu akizingatie kitabu cha Mwenyezi Mungu na akifanyie kazi maelekezo yake. Na si kila mmoja wetu aamue kupata maelekezo ya kitabu cha Mwenyezi Mungu kwa namna anavyoona yeye. Hapana, apate maelekezo ya Mwenyezi Mungu kwa namna yalivyoelekezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yakatafsiriwa na kufundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo la msingi sana ambalo tunahitaji kuzingatia. Ala sabili mithali, katika mfano ni kukumbusheni tukio moja lililotokea katika historia ya Uislamu, likawa gumu mbele ya masahaba, lakini likawa gumu pia mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ilifikia tukio hilo mpaka Waislamu waliobora. Waislamu waliobora ni kina nani? Waislamu waliobora ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hao ndio Waislamu waliobora katika karne zilizobora, katika kipindi kilichobora ambacho ufunguzi wa mahitaji ya maisha Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa akiueleza moja kwa moja wakati ule, kwa maana ni kipindi cha kushuka Qur'an. Katika kipindi hicho lilitokea tukio kubwa linalotamkwa na tarehe Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah, hili ni tukio kubwa sana lililotokea. Mtume yupo, masahaba wapo. Tukio lilikuwa gumu kiasi cha kufikia Waislamu waliobora kupatwa na wasiwasi na yale yanayotokea katika kipindi hicho, lakini kwa sababu wao ndio walikuwa Waislamu bora walioheshimu maneno ya viongozi wao, walitulia na kuzingatia kile walichosema au kile alichoambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika tukio la Hudaybiyah ni tukio lililowakutanisha Waislamu na wasiokuwa Waislamu wanaoishi eneo moja. Vipi tunaweza kuweka makubaliano yatakayotuwezesha kuishi pamoja bila ya mmoja kumdhuru mwingine, wala bila kuwa na mivutano na mapambano baina yetu? Tuandike makubaliano ambayo yanaweza kuwa mazuri.
Pande zote mbili walikubaliana katika kufanya jambo hilo. Wakati wa uandishi, kila mmoja alikuwa akijitambulisha mimi ni nani kwenye makubaliano yetu. Katika makubaliano hayo Mtume Muhammad amejitambulisha kama ana Rasulullah, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Makafiri wakasema, tungelikuwa tunakubali wewe ni mtume wa Mungu, kulikuwa hakuna haja ya kukaa kufanya makubaliano, tungezingatia unachokisema moja kwa moja. Sisi hatukubali jambo hilo, wala usiandike wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu katika makubaliano haya. Waandishi wa Kiislamu wanasita, tutaandika nini kama wewe si mtume, itakuwaje? Mtume Muhammad anawaambia, msiandike kwa mimi ni mtume, andikeni Muhammad bin Abdullah, ili kutafuta suluhu na maelewano baina yetu. Masahaba waandishi wanakubali jambo hilo kwa unyonge sana, kwamba niandike Muhammad bin Abdullah badala ya kuandika Muhammad Rasulullah. Tunasema andika hivyo, usiandike hivyo unavyotaka wewe. Wakaanza kwa kuandika kusema bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kurehemu na mwenye kuneemesha. Usiandike jambo hilo, tungekuwa tunajua kuna Mungu wa namna hiyo, tusingekaa tukafanya makubaliano haya. Waislamu waliogora wanamwangalia Mtume na kumuuliza, hata jina la Mungu hawalitaki, hata hilo usiandike. Haja si ya kuzungumzia suluhu Hudaybiyah, wala si kuzungumzia mkataba wa suluhu Hudaybiyah namna ulivyokuwa. Haja ni kupata mafunzo ya matukio yanayoweza kuwakutanisha Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kama ambavyo yapo matukio sasa yanatukutanisha Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Rejea yetu ni kurejea kitabu cha Mwenyezi Mungu ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekisema wazi, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Hii Qur'ani inaelekeza yaliyo na msimamo mzuri, yaliyo na mwelekeo mzuri unaofaa. Wabashiru lmuminina alladhina yamaluna as-salihat, na inatoa bishara, taarifa njema na za muhimu kwa wale walioamini kitabu hichi na wakafanya mazuri vizuri namna ilivyoelekeza, annahum ajrun kabira, wana malipo makubwa, wana matokeo makubwa katika kila maamuzi watakayoyafanya. Nimesikia moja ya matamko ya wasiokuwa Waislamu yakionyesha kwamba yako mauaji makubwa yaliyofanyika katika nchi yetu bila ya hatia ya namna yoyote, na miongoni mwa maagizo yao wanataka wote waliohusika wawajibishwe mara moja, na wote waliokamatwa waachiwe bila ya masharti yoyote mara moja. Kalimatul haqq urida biha batil, ni neno la kweli, alikulenga kujenga, Ndio maana tutakurudisheni kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuna wajibu wa kutafsiri maneno katika uhalisia wake. Sikilizeni maneno haya kwa haya. Katika matukio yaliyopita huko nyuma, alikuwepo abul anbiya ana wa huwa Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Alipita wakati alikuwepo abul anbiya, baba wa manabii na mitume, Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Hakufurahishwa na nyendo za familia yake na jamii aliyokuwa akiishi kwa kuabudu masanamu na kuacha kuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akaamua kuwakabili kwa mazungumzo, kuwaambia mnachokiamini hakiko sawa,
mazungumzo haya ya kutosha, akaona ngoja niwaonyeshe kwa vitendo. Siku moja alitoka akaenda kwenye hekalu la ibada, akayavunja masanamu kwa shoka, akachukua shoka kubwa alilokuwa nalo, akampachika sanamu mkubwa aliyoko pale, akamweka begani, kisha yeye akaondoka. Walipofika waumini kwa ajili ya ibada, wamekuta miungu mingi imevunjwa, lakini yuko mmoja ana shoka liko begani. Akili inawaambia haiwezekani kuwa huyu kawavunja wenzi, kwa sababu hawa huwa hawafanyi hivi. Katika mazungumzo wakagundua kwamba yuko kijana anaitwa Ibrahimu, amekuwa akiwataja sana hawa, na aliingia kusikika kwamba kuna jambo anafanya, inawezekana ni yeye. Nasema basi na aitwa, akaitwa, akaulizwa, aanta faalta hadha ya Ibrahim, aanta faalta hadha bialihatina ya Ibrahim, hivi wewe Ibrahim ndio uliofanya mambo haya kwa Mungu yetu? Aanta faalta hadha bialihatina ya Ibrahim, hivi wewe ndio uliofanya hivi kwa Mungu yetu ewe Ibrahim? Ibrahim amesema bal faalahu, kwa mazingira ninayoona atakuwa kafanya yeye. Fasalu kabirahum hadha in kanu yakfurun. Kwa nini tunabishana sisi? Kwa nini hawaulizi wenyewe? Na bahati nzuri mmoja anashoka, kama kuna mtu kamwekea atasema, kama ni yeye walimuudhi wenziwe atasema. Lakini wafasiri wanasema aliposema bal faalahu, hapana, lakini amefanya yeye. Katika sura ya lugha ya dhamiri, jina lililotajwa mwanzoni hakuna jina lingine isipokuwa Ibrahim. Kuna wanaosema kwamba kwa hivyo Ibrahimu alisema uongo, wafasiri hao wanasema hapana, Ibrahimu hakusema uongo, alisema kweli. Bal faalahu, amefanya yeye nani? Lakini fasalu kabirahum hadha in kanu yakfurun, muulizeni huyu mkubwa nasi, kwa nini tunabishana sisi sote tukuwepo? Hii ni language tactic, ni lugha inayoweza kukuwasilishia taarifa fulani muhimu. Usipokuwa mtaalamu wa lugha, unaweza ukashindwa kuelewa kilichokusudiwa. Kama ambavyo unaweza kutafsiri neno la Kiswahili katika lugha hii, kila kitu hakuna kila kitu. Katika mazungumzo ya kawaida, kila kitu hakuna kila kitu, ni neno moja tu, isipokuwa msemaji ilitokea alitanguliza neno hili badala ya neno hili. Lakini katika lugha ya mazingatio, kila kitu hakuna maana yake hakuna hata kitu kimoja. Hakuna kila kitu maana yake vilivyopo ni vichache. Hii inataka uitafsiri lugha kwa makusudio. Ndio maana nikasema watu wasiokuwa Waislamu wamesema maneno hayo ambayo ukiyasikiliza unaweza ukaona ni maneno ya kweli, kama nilivyosema kwa maneno ya Imam Ali, kalimatul haqq urida biha, ni maneno ya kweli hayakulenga kujenga, na hasa yanapokutwa na mtu asiyeweza kutafsiri lugha inakusudia nini kaneno linalosema. Yote haya rejea kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukirejea kitabu cha Mwenyezi Mungu kitakupa mwongozo wa nini unachotakiwa kufanya, tafsiri gani unatakiwa kwenda nayo, ni jambo gani la muhimu unalotaka kulizingatia. Kipindi hiki ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa kuwa makini sana, tunatakiwa kurudi kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu kwa namna nzuri sana, ili tusije tukatoka katika mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili tusije tukaathirika
tukapatwa matatizo kwa sababu ya kushindwa kuelewa mazungumzo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama inavyotuelekeza Qur'ani na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafundisho ya Qur'ani mara kadhaa yanatuonyesha wasiokuwa Waislamu hawawezi kuridhika na Mungu wala hawapendeni. Mkikaa pamoja, mnaweza mkazungumza, mnaweza mkadhani mnaelewana, lakini yaliyofichwa katika nyoyo zao ni makubwa zaidi. Kwa hivyo tuna wajibu wa kuzingatia maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kwenda na kila jambo. Muislamu hatakiwi kukurupuka kufanya jambo lolote kama hajapata maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kila analolifanya atalipwa siku ya Kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala hataulizwa kwamba hili jambo lilikuwa la kisiasa, hili jambo lilikuwa la dini. Kila mnalolifanya mtaulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtalipwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama yakulu al-Mawla Subhanahu wa Ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu 'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna wa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. قولوا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبده ورسوله صلوات ربي عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى الك وصحابتك ومن تبعك باحسان الى يوم الدين. امين يا رب العالمين. الرحمن الاخوه، اوصيكم كما اوصي نفسي تقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Ndugu Waislamu, baada ya kuhusiana juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha katika statement fupi sana, mjadil wa man a'rada an dhikri, yoyote atakayepuuza anachoelekeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna lahu ma'ishatan dhanka, huyu atakuwa na maisha ya dhiki hapa duniani. Wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma, na kiyama tutamfufua akiwa kipofu. Inawezekana akauliza, qala rabbi, mola wangu, lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, imekuwaje unanifufua kipofu nami nilikuwa nikiona? Atapewa majibu haya, qala kadhalika atatka ayatuna, hivi ndivyo ilivyokuwa ulipokuwa ukiona uko duniani, zilikuja alama na dalili zetu chungu mzima, ukaziweka pembeni kama mtu aliyezisahau. Wakadhalika yauma tunsa, leo kama uliyesahaulika. Mazungumzo haya yanaonekana kama ni majuto. Ni majuto kama itakuwa swali hili unaliuliza Kiyama. Itakuwa ni mazingatio kama jambo hili utalifikiri vizuri leo. Nifikiri vizuri leo, ujenge mazingira ya kupata maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama vile alivyotukumbusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibra, katika matukio yako mazingatio. Aliyataja matukio ya Yusufu, lakini mwisho alibwagiza kwa kusema wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, ni uongozo na ni rehema kwa watu walioamini. Watu wanaendelea kuamini mpaka wa leo tuliokuwa mimi na wewe tunaendelea kuamini Qur'ani. Matukio yaliyomo katika kitabu cha Mwenyezi Mungu yanataka mazingatio. Matukio haya yaliyopita katika nchi yetu
inahitaji mazingatio makubwa sana. Zingatia jambo dogo lililotokea. Nilimsikia, inawezekana na wewe ulisikia, mama moja alilalamika kwa jambo dhaifu sana, lakini ndio malalamiko. Kila mmoja hufanya malalamiko kulingana na hali aliyonayo. Mama huyu alilalamika, kwa kweli hizi vurugu na ziishe, maisha yamekuwa magumu sana. Nyanya moja inauzwa 1000, nyanya moja inauzwa 1000. Hitajio yake lilikuwa nyanya. Kwa hivyo yeye anapiga kelele kwenye nyanya tu. Asikia akatokea mtu aliyeharibiwa biashara zake za mamilioni ya fedha, akasema huyu mama mpumbavu ni nyanya kitu gani? Kila mtu anaguswa na lile alilonalo yeye. Kila mtu anaguswa na lile alilonalo yeye. Hii kulingana na visa ni kama kisa kiliyotokea wakati wa Sayyidina Suleiman alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala alimbariki na alimpa uwezo wa kusikilizana na wanadamu, kusikilizana na majini, kusikilizana na viumbe wote. Katika viumbe walioishi wakatamani kumpa pongezi Suleimani, alitokea ndege mmoja amekamata panzi akamletea Suleimani, anamwambia nimekuletea zawadi Suleimani. Iko wapi? Ana panzi mdomoni, kampelekea pale chini. Anasema hichi si chakula chako wewe. Akamwambia ni kweli chakula chako, lakini leo zawadi hii nakuletea wewe. Suleimani anamwambia sasa huo panzi mimi ndio nimfanye nini? Ndege yule akamwambia ya Amira al-Mu'minin, innal hadaya biqadri al-muhdi lan murda. Ewe kiongozi, hebu zingatia, zawadi ni kipimo cha anayetoa, sio kipimo cha anayepewa. Wewe utegemea mimi nikuletee farasi, nitambeba farasi na uwezo wangu ni panzi. Nikienda panzi huyu nyumbani kwangu, watoto wangu wote watafurahi tukianza kula panzi huyu. Ndicho ninachokiweza, wewe pokea kama unaweza kula, kama utawapa kuku wako wapi, lakini zawadi ndio nayo ndiyo hii, innal hadaya biqadri al-muhdi lan murda alayhi. Zawadi ni kipimo cha mtoaji wala si kipimo cha anayepewa. Kwa hiyo matukio haya yametokea, ndugu zangu, kila mmoja wetu ana kipimo chake katika tukio hili. Watu waliotatizika chakula cha siku moja tu, watu waliotatizika wako habari ya chakula cha siku moja haikuwa kesi yao, lakini mikutano yao na watu mbalimbali ilikwama katika sura ya namna hiyo. Kila mmoja wetu alitatizika kwa sura ya namna yake, na hakuna tatizo dogo, kwa sababu matatizo hayo hayatukuti sote kwa pamoja. Kila mmoja hukumbwa na tatizo kubwa, ingawa linatofautiana kutoka mtu mmoja na mtu mwingine, lakini la msingi kama inavyosema Qur'ani, dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, umedhihiri na ukaenea ubaya na uharibifu bara na baharini, bima kasabat aydin nas, kwa mambo wanayoyafanya watu kwa mikono yao wao wenyewe. Hiyo ndio mazingatio. Kila unalolifanya consequences zake zitatokea, zinaweza kuwa kwa maslahi yako au zinaweza kuwa dhidi yako. Zingatia, usifanye tukio litakalokupa maslahi wewe likawaathiri mamilioni ya watu kwa sababu ya maslahi yako wewe mtu mmoja. Dhima hiyo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwezi kuibeba wala huwezi kuhimili. Turejee katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuzingatie mafundisho ya Mtume Muhammad kwenda na tukio lolote linaloendana, na tusiwe waalimu wetu ni mitandao inayoendelea, matamko yanayotolewa. Mazingatio yetu yawe kurudi katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala nabiyyikum alladhi qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi haqqihi inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أصحاب رسولك أجمعين وعنا هم يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.